tuna uhuru wa maoni ambao upo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini uhuru wako unapaswa kuishia pindi pale unapobuguzi uhuru wa mtu mwingine, unapoteza misingi ya utu wa mtu, unapodhalilisha utu wa mtu, unapoondoa thamani ya mtu kuonekana kama mwanadamu, kwamba uhuru huo unapaswa kuzuia haraka iwezekanavyo. Tanzania kwa sasa tunahitaji lugha za uponyaji. Hatuhitaji lugha ambazo zitawagawa Watanzania. Na maanisha nini? Ninachomaanisha kwamba tuache kauli za kidini, tujenge taifa, tujenge maridhiano kama familia. Wanasema wenye busara walisema yaliyopita si ndwele tugange yajayo. Maana yake ndwele ni umasikini katika Kiswahili fasaha. Kwa maana yake hatuwezi kukumbatia umasikini na hatuwezi kukumbatia mawazo ya kimwafidhini. Na ndio maana tumesema kwamba tunajenga maridhiano. Na siku zote taifa lenye maridhiano ni taifa linalotumia busara, sio hasira. Kauli za udini ni moto, ni sumu katika taifa. Maridhiano ni maji ya kuzima moto huo. Umoja wetu ndio msingi wa yote kuliko tofauti za kimani zetu. Tuilinde na kuijenga Tanzania yetu. Hili ndilo ambalo nikasema, ndugu zangu waandishi wa habari, kuna muhimu sana kulisemea na kuna muhimu sana kulikemea. Kwa sababu tunakwenda katika maridhiano, lakini hatupaswi kutengeneza vita mpya au kutengeneza mgogoro mpya, migogoro ya udini. Sisi tunasimama kama taifa, tupo katika udugu wa kitaifa na udugu wenye asili ya ubinadamu, kwa sababu sote tunaamini, wenye dini na wasiokuwa na dini wanaamini kwamba binadamu ana chanzo, na chanzo cha binadamu wengine wanasema ni Nabii Adam, Nabii Hawa, wengine wanasema Adam na Eva, lakini wakimlenga mtu mmoja, kwamba huu ndio udugu wa asili kabisa toka kuumbwa kwa mwanadamu. Sasa udugu huu haupaswi kutenganishwa katika namna yoyote na mtu yoyote, hata aweje. Tumeona baadhi ya kauli ambazo si njema, ambazo kauli hizo tunaamini kwamba zimetolewa na watu kama inavyoelezwa kwamba wachafu wengi huwa wana mtindo wa kuvaa nguo safi. Maanake mtu anapovaa joho la udini, kiongozi wa dini atakapotoa lugha zenye mkanganyiko katika jamii, zenye kuwagawa watu, kuhatarisha amani, ni kwamba wachafu wengi wana mtindo wa kuvaa nguo safi. Kwa sababu dini zote, vitabu vyote vitukufu ukivisoma, kitu cha kwanza imeeleza jamii njema ni ipi, inajengwa katika misingi ipi. Inajengwa katika misingi ya hekima, inajengwa katika misingi ya uadilifu, inajengwa katika misingi ya tabia njema, inajengwa katika misingi ya ustahimilivu. Na ndio maana kipimo cha mcha Mungu si kuswali tu na kuimba mapambio ukasema mimi ni wa vilemba, mimi ni wa rodhali, kwa sababu unahudhuria sana misikitini, unahudhuria sana makanisani na sehemu mbalimbali kwenye nyumba za ibada, ukasema sisi mnajiita waso dhambi. Lakini kipimo cha mcha Mungu ni pale anapokuwa anavyoghadhibika na hekima anayochukua katika kuweza kutatua lile tatizo. Tunasema huyo ndio mcha Mungu. Kwa hiyo kipimo cha mcha Mungu, na ndio maana anasema dalili ya ushehe si kilemba ati. Dalili ya ushehe unamuona kwamba huyu ni shehe, huyu ni padri, huyu ni askofu. Tunampima kwa matendo yake, tunampima kwa ghadhabu zake. Kwa hiyo kiongozi yoyote wa dini ambaye anatumia lugha za udini katika kuwagawa watu, kuwachochea watu kufanya maasi, kuwachochea watu kufanya fujo na vurugu, na kutweza utu wa mtu,
kwamba huyo si miongoni mwa sisi katika vitabu vya dini. Tunasema hayo kwa sababu sisi tumesoma pia vile vile. Tumesoma dini na kila mtu ana dini yake. Na sisi wengine tumesoma sheria na tumesoma sharia. Na sharia ni kwa Waislamu wanaitumia. Wanarudi sana kwenye Qur'an tukufu na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunasema sharia. Hukumu zote, hikma zote ziko pale. Lakini sheria pia vile vile hata ndugu zetu upande wa pili wa Kristo pia na wao wana sheria ambao mara nyingi sana narudi kwenye kumbukumbu la Torati. Maana ile ndo sheria ziko pale. Kwa hiyo hata hivi vitu sheria za kilimwengu si mpya, hizo sheria zipo kwenye vitabu vya dini. Kumbukumbu la Torati tunamsoma Musa na mambo yake, habari zote ziko pale. Kwamba haki inapimwaje, mizani yake ipoje, zote ziko pale. Sasa tukivisoma vitabu vyote hivi hakuna sehemu yote ambayo inahamasisha chuki. Haipo. Watu wote hawa, manabii wote na mitume wote duniani wamekuja kulingania amani na haki. Wote ukisoma. Hakuna hata nabii mmoja, hata mtume mmoja ambaye amekuja kuchochea vurugu, amekuja kuchochea lugha zenye mtafaruku katika jamii. Na ndio maana hata kwa Waislamu kuna aya ile kusema pale kumdinukum hali ya dini, kwamba ninyi mna dini yenu na sisi na dini yetu. Maana yake ni kwamba kila mtu aheshimu uhuru wa mwenzake, yani kila mtu aheshimu dini ya mwenzake. Kwa hiyo tunapokuwa katika hii mijadala ya kitaifa, ni marufuku kutumia lugha za kidini kwa lengo la kumtusi na kumdhalilisha mtu. Ni marufuku. Mimi nilikuwa nikijiuliza hapa, kuna ndugu yetu mmoja ambaye anasema yeye ni mhadhiri. Na siwezi kuliacha kulisemea hili, ngaje sitomtaja kwa jina kwa kuzingatia kanuni za kisheria na kiitifaki. Lakini naisema kwa sababu mimi pia licha kwamba natekeleza majukumu mengine ya kuhudumia umma, kuhudumia jamii kwa kusimamia viapo kwa lengo la kusimamia haki na vitu vingine, lakini pia vinapoingia masuala ya kimani hatuwezi kusita kusema. Kwa sababu pia imani ni kitu kikubwa sana. Yaani leo hii hata mimi ukiniambia kwamba kati ya Mungu wako na hivi vingine vya kilimwengu ni vipi, nitakwambia hapana, nitafuata ya Mungu. Kwa tumemwona mtu ambaye amevaa joho la Uislamu na amesema lugha za wazi kwamba swala kukatana vichwa wapite kila katika nyumba za ibada. Sasa tukaona hiki ni kitu ambacho hakitowezekana na hakipaswi kuwezekana. Na nilitarajia kwa sababu pia vile vile tumeangalia kwamba tunayo sheria ya uchochezi, kunayo sheria ya makosa ya jinai, kwa sababu pia ametumia udhalilishaji kwa baadhi ya taasisi zingine. Najua wale waungwana wanasema muungwana hanuni mashavu, muungwana hununa moyoni. Yani maana watu hawakujibu, si kwamba hawajaudhi wale ambao walitumia nayo, ni kwa sababu wametumia falsafa ya kiungwana. Sasa mtu anapokuwa hanuni mashavu, anapotia moyoni, maana yake atengeneza kisasi. Na wale watasema ni Waislamu wamefanya, au Waislamu wamefanya 1 2 3, lakini Waislamu hawajafanya hayo. Na hatuko katika hayo. Na haitokuwa katika hayo kwa sababu sheria na dini zinatuongoza. Kwamba inasema nini tufanye. Kwa maana lugha alizotumia, moja amefanya lugha ya kutweza utu wa watu, wamedhalilisha. Pili ametumia lugha ya uchochezi, sheria zipo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tulitarajia, na naomba nitoe maelekezo ya kisheria kwa jeshi la polisi. Nikasema mara ya kutoa maelekezo ninayo kwa mujibu wa sheria. Kwa maana mtu yoyote ambaye anafanya vitendo vya makosa ya kijinai, maelekezo ya sheria yamesema mtu huyo ni mtuhumiwa na anapaswa kukamatwa na kuhojiwa kwa mujibu wa sheria. Sasa iweje mpaka leo hatujiona kwenye taarifa mbalimbali za habari kwamba limefunguliwa hata jalada la uchunguzi kuitishwa? Lengo la kusema haya nini? Tujue chanzo.